Ujio wa waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka hapa mkoani Tabora unatajwa kuwa ni fursa kemkem kwa vijana mara baada ya kuzinduliwa kwa jukwaa la vijana ambalo linalenga kupokea hoja na kushirikisha vijana katika kujenga taifa la Tanzania. Unajua maisha kwa vijana sasa hivi sio mepesi sana. Kama mimi hapa wameturuhusu tutafute mkopo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni fursa kwangu. Kundi kubwa la vijana ni malalamiko juu ya upatikanaji wa mikopo. Vijana asilimia kubwa mkoa wa Tabora ni malalamiko kwamba hii mikopo inatoka kimjuano, lakini ujio wa Mheshimiwa Waziri Nanauka, waziri mwenye dhamana ya vijana nchini Tanzania, ameliweka wazi kwamba dhamana ya mkopo wa vijana ni kile kitu atakachokopeshwa. Kwa hiyo vijana tuache kulalamika na badala yake tutake action, tuweze kufika eneo husika kuweza kufuata taratibu ili tuweze kukopeshwa. Upendo Betwela ni mkuu wa wilaya ya Tabora. Hii leo amewakilisha mkuu wa mkoa huu ambapo hapa anazitaja wazi fursa zilizopo ndani ya mkoa akiwataka vijana kuzichangamkia. Changamkieni fursa zinazopatikana kwenye sekta zote, yaani madini, kilimo, mifugo, biashara, ujasiriamali, utamaduni na sanaa ili kuiweka kesho yenu iliyo bora. Tutumie jukwaa hili kama fursa ya kibiashara, tujenge mtandao wa kibiashara, kubadilishana uzoefu, tuepuke mikopo kandamizi na zaidi ya yote tudumishe amani na utulivu katika nchi yetu, kwani ndiyo msingi wa maendeleo tunayoyatafuta. Mbali na fursa zilizopo kwa vijana juu ya kutoa hoja zao katika jukwaa hili la vijana platform, Waziri Joel Nanauka anaeleza fursa nyingine zilizopo nje ya jukwaa hili. Sisi wote ni Watanzania, tunajua hakuna kijana kwenye umri wa ujana anaweza akawa na mali na haki za nyumba ili aweze kupata mkopo. Mheshimiwa Rais alielekeza swala la dhamana liondolewe kama kigezo kimojawapo katika swala zima la utoaji wa mikopo. Dhamana pekee utakayohitaji wewe ni dhamana kama uko kwenye kikundi, ndio itatumika, lakini kwa vikundi ambavyo tutakuwa tunawapa mikopo kwa vifaa tunavyowapatia ndivyo ambavyo vitatumika kama dhamana yao na sio kitu kingine chochote. Elimu tunayopata hapa itusaidie kukabiliana changamoto zinazokabili jamii na kupata suluhisho. Jiungeni, toeni mawazo yenu, anzisheni miradi na shirikianeni kujenga Tabora na kuijenga Tanzania ya kesho. Serikali iko pamoja nanyi. Mustakabali wa taifa letu uko mikononi mwenu. Fursa za kifedha ikiwemo mikopo inayotolewa na serikali imekuwa ikitolewa kwa vijana wa kada ama nyanja mbalimbali ikiwemo kada ya habari, lakini moja kati ya kada ambayo imeonekana kuto kujitoa kabisa katika fursa ambazo zimetolewa kwao ni kada ya wanahabari wenyewe, na hapa nipo na moja kati ya mwanahabari kueleza kwa nini hasa vijana katika kada hii wamekuwa hawajitokezi katika kuwania fursa hizi. Ni tatizo lile ambalo liko kwa vijana wengi kwenye mikopo ile ya halmashauri, mchakato. Kila unayemgusa anakuambia mchakato ni mrefu sana. Nadhani hiyo ndio sababu ya msingi hasa ya kwa nini inawakatisha watu tamaa. Wengi wanatamani wakipeleka jina mahala basi mwingine afanye process, alafu yeye aje tu aitwe ambaye bana kuna maduhuri fedha hizi hapa. Kutoka Tabora, mimi ni Samuel George na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike YouTube, lakini pia tufuatilie kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kuandika habari leo_TZ. Shukrani.